Ndugu zangu wa Tanzania, mtakumbuka kuwa miaka ya nyuma kulikuwa na taarifa nyingi katika social media au katika mitandao, lakini hata mashtaka katika taasisi mbalimbali za kimataifa. Lakini lile pamoja na malalamiko ya wakazi wa Ngorongoro ya ndani yalinifanya mwezi Disemba mwaka 2024 nitafute nafasi ya kukutana na viongozi wa kimila wa kabila la Wamasai na wazee wa jamii ya Ngorongoro na kuzungumzia kadhia hii kama ilivyokuwa imesambaa. Tulisikiliza changamoto zao kuhusu masuala ya ardhi na utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kutoka Ngorongoro kwenda maeneo yaliyoteuliwa. Kwa kiasi kikubwa changamoto zao zilihusu matumizi ya ardhi, uhifadhi wa mazingira pamoja na utekelezaji wa zoezi la uhamaji kwa hiari lililoanzishwa na serikali. Zoezi hilo lililenga kutoa fursa kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro waliokuwa tayari kuhama kwa kuwapatia maeneo mbadala kwa ajili ya makazi na kufanya shughuli zao za kijamii na kiuchumi. Kutokana na changamoto hizo, serikali iliona umuhimu wa kuunda tume hizi mbili, na baada ya kuwasikiliza wenyewe wakazi wa Ngorongoro, tukaona umuhimu wa kuunda tume hizi mbili kwa lengo la kufanya tathmini kama tulivyosema, lakini tathmini ya kina na shirikishi, na ndio maana wenyeji wa Ngorongoro walikuwemo kwenye tume hizi na hata wataalamu wa maeneo mbalimbali tuliwaweka kwenye tume hizi ili kubaini hali halisi ilivyo na kupata mwelekeo wa suluhisho la kudumu kwa changamoto hizo. Na kwa bahati nzuri leo tumesikia taarifa zao, mapendekezo yao